Hello my fellow students. Hello. Kwa majina naitwa Teresia Alex Malti. Ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Masoka. Kwanza ningependa kutoa shukrani kubwa kwa viongozi wetu waliokuja kututembelea leo, kutujulia hali zetu na kujua maendeleo yetu. Hivyo sisi tunaweza kutambua mchango mkubwa serikalini unaotuangalia sisi wanafunzi zaidi. Hivyo naweza kutupa moyo kuendelea kusoma kwa makini. Pia ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa na upendo na ujali. Hivyo tunaahidi kuwa hatutamwangusha na tutasoma kwa bidii. Na wengine tutakuja kuwa viongozi wengine wa baadaye serikalini. Asanteni. Mwaka jana mlifanya mtihani wa taifa wa darasa la 7. Mwenyezi Mungu akawasaidia, mmefaulu. Na sasa mmechaguliwa kujiunga na shule yetu ya sekondari ya Masoka. Hongereni sana watoto wazuri. Sasa mmekuja kwa ajili ya kuanza safari yenu ya miaka 4, alafu baadaye miaka itakuwa mingine 2, jumla 6 ya elimu ya sekondari. Kwa serikali ya awamu hii ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imetuagiza sisi wasaidizi wake kuja kukagua maendeleo yenu, lakini pia kuja kukagua namna ambavyo mmeanza masomo yenu. Tumepokea taarifa ya mkuu wa shule ya kwamba hapa kwa kidato hiki cha kwanza mmepangiwa watoto 351. Lakini hadi leo tayari 271 tayari mmesharipoti. Kwa nyinyi ambao tayari mmesharipoti, kuna wenzetu wengine 80 bado hawajaripoti hapa shule. Lakini mnatoka nao kule kwenye, kwa sababu wote mmesoma nao kule shule za msingi, kwa mnawafahamu wengine. Si wengine mnawajua ambao mmepangiwa nao hapa, sio? Ndio. Ambao bado hawajaripoti. Kwa hiyo mwapelekee ujumbe kwamba mkuu wa wilaya pamoja na timu yake ya viongozi walikuja leo kuja kutusalimia na kuona tunavyoendelea, na kwa namna tu hivi mlivyopendeza, sisi tunaamini kwamba mnaendelea vizuri. Kwa mwende mkawaambie kwamba waje shule. Sawa eh? Nyinyi mnafurahia hapa? Ndio. Kwa sasa kwa nini wenzenu na marafiki zenu nao wasipate hii raha ambayo na nyinyi mnaipata? Kwa hiyo nendeni mkawajulishe na kwamba mkuu wa wilaya ameelekeza twende shule. Na maelekezo haya kama jinsi pia alivyoelekezwa Mheshimiwa Rais, lakini pia waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, kwamba watoto wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, wale ambao wanatakiwa na wamefikisha vigezo na umri wa kujiunga darasa la awali na darasa la kwanza, wanatakiwa wawe shule kuanzia tarehe 13. Na hata kama hawana uniform waje shule. Sisi wala hatutaki hiyo uniform yake. Sisi tunachomtaka ni yeye na akili yake. Kwa aje shule, na wameelekezwa walimu kuwapokea. Alafu sisi tutadili na huyo mzazi ama mlezi ambaye anatakiwa kukushonea uniform. Kwa hiyo mwambie kula, sije mtu akawa amekaa nyumbani anasema tu hana sare, ndio maana amekaa nyumbani. Au kama kuna mtoto ambaye hana madaftari, na mwenyewe pia aseme. Katibu wa mbunge yupo hapa, mimi mkuu wenu wa wilaya nipo, tutafanya utaratibu apate madaftari aje shule. Vifaa vya kufundisha na kujifunzia, Mheshimiwa Rais amehakikisha hivyo vinakuwepo ili walimu waweze kuwahudumia vizuri na nyie muweze kupokea vizuri. Kwa hiyo rai yake Mheshimiwa Rais, na ambao pia ni rai yetu sisi sote hapa viongozi, tunajua kila mmoja hapa na ndoto zake, si ndio? Katibu tawala hapa anasema wakuu wa wilaya wajao, si ndio? Kuna mwingine anataka kuwa siji nani, kila mmoja ukimuuliza hapa atasema. Sasa hayo yote yataweza kufikiwa endapo ninyi mtamlipa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusoma kwa bidii. Yaani kazi yenu ni moja tu, kusoma. Ndio Mheshimiwa Rais kule atafarijika kwamba watoto wangu, wajukuu zangu ambao tumefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta hii ya elimu, yeye ataona raha endapo nyinyi mtasoma kwa bidii na mtafikia malengo yenu. Basi, yeye hicho tu ndo anachotaka. Tumeshakuwa na wasomi wazuri, wataalamu wazuri, leo unapata ustawi
wa taifa letu na uendelevu wa taifa hili unaotegemea nyinyi. Kwa asiwepo yoyote yule kukata tamaa wala kukatishwa tamaa na yoyote. Na wale watoto wetu wa kike, msikubali kurubuniwa na mtu yoyote kukatisha masomo yenu. Unanielewa vizuri? Mtu yoyote yule asikudanganye. Walimu wenu wapo hapa. Ukiona kuna mtu anakuletea habari za tofauti, wewe unataka kusoma, yeye anataka kukatisha masomo yako, anakudanganya. Na uzuri hapa nimeona wengi wanakaa hostel. Kwa msikubali kurubuniwa wala kudanganywa na mtu yoyote ule mkakatisha ndoto zenu. Serikali inategemea, sisi wazazi na walezi tunawategemea, walimu wenu wanawategemea, viongozi na wananchi kule wote, jamii nzima inawategemea ninyi. Kwa hiyo msome kwa bidii, asiwepo yote wa kukatishwa ndoto zake. Lakini hata wa kiume, maana siku hizi pia watoto wa kiume na wenyewe wameingia kwenye changamoto za ukatili wa kijinsia ambazo zinawapelekea wanapata frustration, msongo wa mawazo, baadaye wengine wanakatisha kabisa na maisha yao. Kuna sehemu tulisikia mtoto mdogo kabisa miaka 14, 15 amejinyonga kwa sababu tu ya ukatili ambao wanafanyiwa. Kwa hata na nyie wa kiume pia msikubali mtu yeyote yule akachezea maisha yako. Utoro. Mmeanza vizuri, nimeona mahudhurio hapa ni mazuri. Bado watu 80 tu na leo ndo siku ya 4 toka tulivyofungua shule. Kwa tunaamini hadi wiki ijayo na ile iliyokuja wote watakuwa wamesharipoti. Hatutarajii mwanafunzi yoyote kuwa mtoro. Siku zote ambazo zimepangwa na mkuu wa shule kwa ajili ya masomo, uzurieni. Asiwepo yoyote wa kutoroka wala wakuwa mtoro kutokuendelea na masomo. Kujaribu vitu ambavyo havihusiki, hapana. Wengine wanajaribu sijui kuvuta sigara, sijui kuvuta bangi, sijui kufanyaje. Ukifanya hivyo utafukuzwa shule. Ukifukuzwa shule sijui unaenda upokewa na nani huko mtaani. Mzazi anajua huko shule, sisi tunajua huko shule, na leo tumekuja kuwakagua hapa, alafu baadaye tuone tena kuna mtoto amerudishwa kule kwa makosa ya utovu wa nidhamu, sijui ameenda kuvuta bangi, sijui ameenda kufanyaje, amepiga wenzie au amefanya ujeuri hapa shuleni. Kwa saidianeni, ishini kwa upendo, someni kwa bidii, wasikilizeni walimu. Hakuna maajabu yoyote zaidi ya nidhamu na kuweka umakini na juhudi katika masomo. Ndipo ambapo mtaweza kufanikiwa kufikia malengo yenu na ndoto zenu. Na sisi tunakuja kuwakagua mara kwa mara, kuangalia maendeleo yenu jinsi ambavyo mnaendelea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Tunasonga mbele. Hongereni sana watu wazuri